Kwa mtu ambaye anataka kubadilisha mshahara wake, hakuna shortcut. Sawa? Na uwezi ukakaa kwenye training kama hivi ya hizo wiki 3 alafu ukawa ni professional dada au smart dada. No. Unatakiwa hapa tunakupa barabara, tunakupa mwongozo kwamba sasa hii unatakiwa ndani ya kipindi fulani ukiwa unaenda na huu tamaduni, wewe hauwezi kuwa dada wa kawaida. Kwanza hauwezi kuwa mwanamke wa kawaida kwa sababu kwenye maisha yako utakuwa unafanya vitu kiprofessional. Na ukifanya vitu kiprofessional lazima ulipwe kiprofessional. Kweli. Yeah. Kwa hiyo naomba huyu dada alivyokuja kwanza aliingiaga hapa kwa changamoto mpaka alienda kutushtaki kwa mjumbe. Tumekataa kumfungulia. Mpaka tukasema jamani, huyu ataweza kwenda kufanya kazi za ndani kweli? Hapa tumemuelekeza tu utaratibu wetu, anaenda kutushtaki kwa mjumbe, hatujamfungulia. Kaja muda umeisha, akaambia jamani dada, sasa hizi hatupokei watu. Fanya mpango kama utalala guest au wapi, uje kesho ukute watu hapo ofisini ili tupitie vizuri pia vitu vyako vilivyokuja navyo. Kabarua kake kalikuwa pia akako sawa. Basi mwenzangu akaenda mbio kwa mjumbe. Tukasema huyu sijui kama ataweza kazi za ndani. Kwa hiyo kwa hizi wiki 3 alizokaa hapa, unamuonaje? Anaelekezeka, ni mtu anatumika kwa sababu pia ni mama ambaye ametoka kwenye ndoa yake. Ni mama wa mtoto mmoja na mume. Sasa watu ambao walishakuaga na ile hulka kujitegemea kwenye hizi kazi pia ile kutumwa nayo inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hizo feedback zake zikoje? Kitu cha kwanza kabisa, kwanza Violet anaheshima sana. Wow. Okay. Yani anaheshima sana. Sana. Na pia kazi anafanya tena kwa juhudi. Okay. Yani kwa juhudi, yani kuna muda hata namgombeza lakini yani haonyeshi tofauti yoyote ile. Yani kwa juhudi kubwa sana, ni mtu ambaye anania na kazi. Yani anania na kazi kabisa. Yani anania na kazi na anajituma vizuri. Okay. Na hana kiburi, hana jeuri. Okay. Yuko sawa. Hai, dada Vai, wewe hongera kwa hizo sifa. Umeona sasa tukikaa na wewe mwanzoni tulikuwa na mashaka. Si unakumbuka hata nilikwambia wewe mbishi namna hiyo utatumika kweli? Lakini umeona sifa zako kumbe nzuri maskini. Ilikuwa tu ni ile bahati mbaya. Nafikiri mlivyopokeana hapa. Lakini baada ya kuelewa huku taratibu zetu naona umeenda vizuri. Madam pale anakutolea sifa nzuri. Hongera kwa hilo. Anajitahidi sana. Kwa hiyo kwa sasa uko tayari kwenda kazini? Yani yupo tayari kabisa. Kwa mimi ninavyomuona yupo tayari kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo alikuwa havielewi. Sasa hivi anajitahidi anavielewa. Okay. Basi mimi na imani utapangiwa kazi na wewe muda sio mrefu. Maana tunachotaka ni kupata hiyo feedback kwamba unaendeleaje. Lakini kama unataka kukua sawa, maana mimi unavyoniona nilikuwa dada wa kazi. Nimefika hapa kwa sababu ya kutaka kukua, kuwa na njaa ya kukua. Na kutaka kukua sio kutamani tu afu umekaa, lazima ufanye kitu. Na kufanya kitu ni kwanza tunaelekezwa na neno la Mungu kutafuta maarifa. Lazima ujue vitu tofauti na unavyovijua, alafu uviapply ndio unapanda kiwango. Kwa hiyo hakuna njia mkato. Ukitaka kutoka daraja hilo uende la juu, na sio tu miongozo yetu haikusaidii tu kwenye hizi kazi za ndani, inakusaidia hata namna ya kupiga hatua baada ya kumaliza hizi kazi. Kwamba umekuja kutafuta mtaji, lakini ili kamtaji kako kasije kakafa, kakapotea, unafanya vipi? Ndio kazi ya tunayoifanya hapa. Kukusaidia uweze kufanya kazi hizi upate mtaji, lakini kukusaidia namna ya kutoka hatua hii sasa uende kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo hilo usilisahau. Jitahidi kwenye eneo hilo. Ongeza maarifa, pata miongozo yetu, itumie katika kuhakikisha unapiga hatua. Lakini kwa hapo nakupongeza kwa sababu ni wanawake wachache ambao wanaweza kutoka kwenye ndoa zao waje kwenye hizi kazi alafu wapate sifa hizi. Wengi huwa ni wabishi sana. Yani ni wajeuri, unamwona kabisa huyu mtu ana shida tu ya hela lakini hayuko tayari kufanya kazi. Yeah. Okay. Happy. Happy, wewe ni mwenyeji kwanza. Ushafanya kazi na sisi? Ndio. Ukamaliza mwaka? Baada ya hapo ukaenda kwenu? Ndio. Ukakaa miaka mingapi? Nikaa mwaka mmoja na
kama miezi 8. Ehe, katika hicho kipindi uliolewa, ulizalishwa? Hapana. Hamna hata kimoja. Ulifanyaje? Maana wenzako huko lazima arudi amepigwa kitu kizito. Aidha akaolewa, akatelekezwa, ana mtoto, sasa hana mbele wala nyuma, ndio anarudi tena huko. Kwa hiyo wewe ilikuwaje ukarudi? Mimi nilirudi, nilikuwa naenda kuanzisha biashara yangu. Okay. Kwa hiyo nilifanikiwa kiasi chake. Ila baadaye ndo mtaji wangu ukateteleka kidogo. Hayo ndio kwa nasema hayo. Kwa hiyo nikaona sasa ngoja nirudi tena hapa. Sasa mimi sitaki watu wanaoenda na kurudi wanaenda na kurudi. Mimi nataka mtu akitoka ametoka. Sawa Kwa hiyo kama unataka kujifunza kwa mtu ambaye amepitia, yani anajua, yani nakuelekeza barabara ambayo ni ya uhakika. Tofauti na watu ambao kipofu atakushauri lakini wote mtadumbukia wapi? Shimoni. Kwa hiyo namna ya sasa, ukipata sasa hivi mtaji ili unyanyuke moja kwa moja, uwe na miongozo. Sio kwa nini sijaja nayo hapa. Kuna miongozo ule wa kazi za ndani, unataka kulipwa zaidi, lakini kuna mwingine tayari umetoka ule wa mimi nilivyoanzia kazi za ndani mpaka nilipo sasa hivi. Yaani hiyo ni ramani ya wewe kutembea. Hakuna kitakacho kubabaisha, hautarudi nyuma. Okay. Kwa hiyo unaonaje mambo yamebadilika kwanza Wadada Center? Mimi kwa kweli namshukuru Mungu. Maana kipindi nakuja hapa nakumbuka mwanzoni nakumbuka nilifika hapa ilikuwa kama saa 6 hivi. Kwa hiyo nikapewa nikasoma, baadaye kama saa 1 hivi ndo nikaletewa kwamba nishapangiwa nini kazi. Siku hiyo nikaenda. Kwa hiyo nikaenda kipindi hicho, yani ndo hivyo, yani nakumbuka tuliendaga pale ndo wakatufundisha jinsi ya kuishi na bosi nini. Wakatupa tahadhari, vitu vya kufanya, jinsi ya kuishi na bosi hivyo, tukaenda. Kwa hiyo nilijitahidi nikamaliza mkataba wangu nikarudi, ila sasa hivi umeboresha sana vizuri. Maana sasa hivi mtu kuja uende unakuwa ushafundishwa, unakuwa ushaelimishwa, unakuwa yani kuna vitu yani unakuwa ushakula, ushaviona kwamba hapa nikikutana na jambo fulani kwa bosi wangu, aidha nitafanya kitu fulani. Nikikutana na kitu ambacho sio sahihi, nitakimbilia hapa. Maana kama kipindi kile unaweza ukakutana na jambo ukasema nipo kwenye mkataba nitafanyaje, yani unaanza kuogopa kufanyaje. Lakini sasa hivi yani vitu vingi vimeboreshwa sana. Okay. Sawa. Kwa hiyo na wewe vipi, umejipangaje katika hivyo vitu vilivyoboreshwa? Umeelekezwa, umejipangaje kwenda kutoa huduma nzuri? Mimi kwa kweli nimejipanga vizuri. Na kama nilivyo kule nikaweza, naamini hata hapa yani kwa kuwa mmeshaniboresha zaidi, na naamini kuwa nitazidi zaidi ya pale nilipokuwa kipindi kile. Okay. Wewe nilisikia tena wakati unarudi hapa, moja kati ya maboresho yetu kwa dada ambaye alishawahi kufanya kazi na sisi, ni lazima turudi kwenye system zetu, tupige simu kwa bosi wako huyo uliendaga kumhudumia, tupate feedback zako kwamba huyu aliondokaje. Kwa hiyo nakupongeza kwamba bosi wako alisema kama Happy amekuja, niko tayari kulipia gharama yoyote arudi kwangu. Lakini ajabu wewe ulikataa. Kulikoni? Unajua bosi akiwa anakupenda maanake ulifanya vizuri. Otherwise bosi mwingine anasema huyo kwa kweli. Kwanza alinichamba kama bosi wake Teddy. Mama. Alisema huyu dada amenigombeza kama mtoto mdogo ndani ya nyumba yangu. Alimgombeza bosi wake. Lakini huyo bosi wake alisema jamani, niko tayari kutoa gharama yoyote huyo dada arudi. Tukamwambia mwenyewe tena bosi wako anakutaka. Akasema mimi hapana, nipelekeni tu sehemu nyingine. Haya, mshaguna ishia hapo. Cha muhimu tu nitaka ujue kwamba ulifanya vizuri kiasi ambacho bosi wako yuko tayari wewe urudi kwake. Ila wewe ndio ulikataa. Asante. Lakini kingine nachowafundisha
Sisi wakati ule unaweza ukafika leo ukapelekwa kazini leo. Okay? Na kipindi kile tulikuwa tunalipwa kiasi kidogo cha hela. Bosi alikuwa akitaka dada analipa 100,000. Tofauti na sasa hivi. Yaani sasa hivi gharama zake siwezi kutaja. Wanaojua thamani ya kazi tunayoifanya wanalipa. Na ndio maana nyinyi mnapangiwa kazi. Maana kuna watu wamekubali kutulipa zaidi. Ndio maana ule mwongozo wetu unasema unataka kulipwa zaidi, lazima ubadilishe. Sasa nyinyi wenyewe mnaona mambo tunayofanya kwamba kutoka dada ambaye anaingia, of course kwa tunampiga brush tu ya ule mkataba wetu na taratibu zetu kwamba utaenda kazini, utatakiwa kufanya haya usifanye, lakini ina maana mtu anaweza kuja ndani ya siku moja, siku hiyo akafanyaje? Akapangiwa. Ina maana quality ya huduma ilikuwa ni ndogo. Ni sawa sawa na nyinyi kama mtakuwa hamwezi kutoa huduma nzuri, huwezi kulipwa zaidi. Lakini tulivyoanza sasa kuwekeza kwenye kuwa train zaidi, mtu anakaa hapa mpaka wiki ngapi? Wiki 6. Huyu ana wiki 3. Alafu bosi tena aje atulipe tu 100,000? Hapana. Sasa hivi tumechuja, tunawahudumia wale ambao wako tayari kutulipa zaidi. Kwa hiyo nataka muone kwamba tunachowafundisha na sisi tunakifanyia kazi. Tungebaki vile vile, dada anakuja leo unampa bosi, hakuna mtu angekulipa hela yoyote ya maana. Lakini tuligundua inabidi tupate watu wachache ambao watatulipa vizuri, tuwaandalie wadada vizuri. Kwa hiyo mnaona kuna watu maalum wa kupika, si ndio Watu wa usafi, sasa hivi ukajifunza usafi sana kutoka kwa watu ambao ni wataalamu. Kwa hiyo tumewekeza sisi wenyewe hizi content ambazo tunakaa na kuzifanya. Hatukuwa tunafanya kwa level hii. Tulikuwa tunafanya kwa asilimia labda 10-20. Lakini sasa hivi yani maximize. Tunafanya vizuri kabisa na tunalipwa vizuri. Yani hapo kwenye kulipwa tunalipwa vizuri. Kwa hiyo inalipa. Ukiamua kufanya vizuri utalipwa vizuri. Tunaelewana? Kwa hiyo ndio maana nasema ile miongozo sio kwa ajili yangu. Msije ukasema hii anataka apate hela. Haya sawa, utabaki na akili yako. Utabaki hapo, utazurura hapo, level yako itakuwa hiyo. Mimi mpaka nimefika hapa nimeweza kwanza nimesoma, nimelipa mamilioni ya hela. Nasoma vyuo huko, kozi mbalimbali. Nalipa hela nyingi sana. Ili nini? Nijiboreshe. Ninapofungua mdomo wangu, mtu mwenye akili anasema nataka wadada wanaofundishwa haya mafundisho. Lakini haya mafundisho mimi nimeyatoa wapi? Nimeyasoma. Nimesomea kwa gharama kubwa. Kwa hiyo usiogope kutoa hela ununue mwongozo, kwa sababu mimi nataka pia mtu ambaye ukinunua mwongozo utausoma. Huwezi kununua ukaweke chini ya mtu. Ila nikikupa utaweka kwenye begi lako, utakuja kukutana nao siku unayokuja kuchukua mkataba wako, kuja kuchukua dhamana yako hapa. Hujawahi kuugusa, hujawahi nini. Lakini ukiingia mfukoni ukatoa hela yako, utaenda nao na utaupitia na utakuboresha na utakuja hapa kwa nia ya kutaka kwenda level nyingine. Kama ulikuwa smart utataka upangiwe professional. Kama ulikuwa traditional utataka upangiwe smart, kwa sababu utakuwa una confidence kwamba haya walioyaweka huku mimi nimeyafanyia kazi, nimeyaishi kwa muda wa mwaka mmoja, kwa hiyo mimi sasa hivi nimekuwa bora. Yaani huwezi ukafanya kitu ndani ya mwaka usiwe bora. Hicho kitu hakipo. Lazima utakuwa bora. Sawa Kwa hiyo nimependa hiyo sehemu ya Happy pia ametuanika kidogo, na sisi tulikuwa dada akija tunamchukua huyo tumempeleka kwa bosi. Lakini kwa sababu na yao walikuwa wanatulipa hela ndogo, tunakana mtu umlishe, ufanyeje watu wa mtrace. Mnaona mnatrainiwa. Nani anakuja kwa train asubuhi? Ni mimi? Hapana. Yule analipwa mshahara. Kule ofisini kuna watu wanalipwa mishahara. Hawa wote wako jikoni wanalipwa mishahara. Mimi mwenyewe ni expert sasa hivi. Naona mimi natakiwa nijilipe. Kwa hiyo ni gharama. Wao wasitake tu kwamba waandaliwe watu wazuri afu hela zenyewe wanazotoa ni ndogo. Ndio maana tukasema sasa kama wanataka watulipe vizuri, sisi tutawaandalia wadada vizuri vile wanavyotaka. Na ndio maana hata sasa hivi ufuatiliaji wetu ni wa karibu sana. Tutakufuatilia, yani tutakufuatilia jino kwa jino. Umesikia? Tutakufuatilia, yani wewe ukisikia tu simu yetu ujue kimeumana. Ukifanya ujinga kwa sababu hatuwezi kuruhusu, utakuwa sasa ni utapeli na wizi. Huyo bosi atoe hela zote anazolipa kituo na wewe mshahara anao kulipa, alafu tena kazi zake zisifanyike. Hapana, hatutakubali. Kwa hiyo itabidi tuhakikishe kwamba muda wote yule bosi ana peace of mind. Ana amani, anajua ni dada mzuri, ana maadili mazuri, anafanya kazi vizuri. Atakulipa kwa amani na sisi atatulipa vizuri. Kwa hiyo jamani, kama kweli tunataka kulipwa zaidi, kuna kibarua cha kufanya katika kujiboresha. Sawa Haya. Wengine sasa
hizi sura, yani huyu kidogo nimeona sura yake, hawa ndio wageni zaidi. Wewe una muda gani kituoni? Ijumaa. Kwa hiyo leo siku ya ngapi? Ya 3 tu. Haya, angalau maneno 2 matatu. Kuna chochote cha tofauti umekiona? Ndio, nimekiona. Yani nimependa the way mnavyohudumia wadada, yani kuandaa. Nimependa sana. Maana mimi nilikuwa sijui kwamba ukija huku utapata mafundisho kama hivyo wiki 3, wiki ngapi, nijua labda ni siku 2 3 unaenda kazini. Lakini pia nimeona ni kitu kizuri kwa sababu unatoka yani umeiva. Unajua asubuhi nikiamka naanza na kazi gani. Ikifika mchana saa 6 saa ngapi najua nafanya nini. Jioni najua nafanya nini. Kwa kweli mko vizuri. Nimependa sana. Okay. Sasa hayo tunayo hapa ni trailer tu. Ukitaka uive vizuri